amefariki dunia baada ya ndege aliyokuwa akisafiria kuanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka mji mkuu wa Uturuki Ankara wakati akielekea mjini Tripoli. Waziri wa masuala ya ndani wa Uturuki amethibitisha kuwa mabaki ya ndege aliyokuwamo yamepatikana katika wilaya ya Haymana, takriban kilomita 70 kusini mwa Ankara. Jenerali Haddad na maafisa wengine 4 walikuwa wakisafiri kwa ndege ndogo ya Falcon 50 ambapo mawasiliano yalipotea baada ya kuomba kutua kwa dharura. Al-Haddad na ujumbe wake alikuwa nchini Uturuki kwa mazungumzo ya kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiusalama kati ya nchi hizo mbili. Hii ni BBC. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanakujia kwenye FM radio shirika nchini Tanzania ni pamoja na Capital FM na Bomba FM. Kenya ni Mwanedu FM, Uganda ni Voice of Karamoja, nchini DRC Radio Muungano Beni na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia tunayapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Kumekuwa na wito mpya kwa utawala wa Rais Donald Trump kuchukua hatua haraka zaidi katika kutoa nyaraka zote zinazohusiana na marehemu Jeffrey Epstein aliyekuwa akihusishwa na uhalifu wa kingono. Nyaraka zilizochapishwa hivi karibuni zinajumuisha barua pepe inayodai kuwa Rais Donald Trump alisafiri mara nyingi zaidi kwa ndege binafsi ya Epstein kuliko ilivyokuwa imeripotiwa awali. The 8 flights he was said to be on were between 1993. Safari 8 za ndege alizodaiwa kuwa alisafiri zilifanyika kati ya mwaka 1993 na mwaka 1996, jambo ambalo linaendana kikamilifu na maelezo yake kwamba aliwahi kumfahamu Jeffrey Epstein, lakini urafiki wao ulivunjika mwanzoni mwa miaka 2000. Na kama tunavyosema, hapa si swala la onyo la kiafya wala maelezo ya kisheria pekee. Ni ukweli mtupu kusema kwamba hadi sasa tunavyomfahamu hakuna ushahidi wowote unaonyesha kuwa mtu yeyote aliyetamkwa jina au kuonekana kwenye picha katika mafaili ya Epstein amefanya kosa lolote. Wanasiasa wakuu wa chama cha Democrat wanasema kuwa nyaraka hizo zimekuwa zikitolewa kwa awamu kwa sababu zinamuonesha rais vibaya. Hata hivyo, Rais Trump amekuwa akikanusha mara kwa mara kwamba hana kosa lolote linalohusiana na kashfa Epstein. Wakati huo huo, Wizara ya Sheria nchini Marekani imesema itaendelea kutoa nyaraka zote zinazotakiwa kisheria. Turejea Afrika Mashariki ambapo Burundi imeanza mwezi Oktoba mwaka 2025 mpango wake wa kupeleka madini yake nje ya nchi. Rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye ameitaja hatua hiyo kuwa ni ya kihistoria na itaruhusu Burundi kuinua uchumi wake. Kutoka Bujumbura, Ramadhani Kibuga ametuandalia taarifa ifuatayo. Misafara 4 ya malori yaliyosheheni madini ilipelekwa katika nchi ya China kupitia bandari ya Dar es Salaam. Kwa jumla ni shehena ya zaidi ya tani 700 za madini mbalimbali, lakini sehemu kubwa ni cassiterite, wolframite, tantal, coltan na quartz. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ndiye binafsi alisimamia shughuli hiyo. Hose twasanze mu ntara zose huzuye ubutaka kandi ubutare. Tumegundua madini mengi katika mikoa yote ya nchi nzima.